Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe, ndugu msikilizaji wetu wa kipindi chetu cha tafakari ya siku. Bwana ametupatia siku njema na ametupa pia na tafakari ambayo tunakwenda kuitazama. Tafakari hii iko katika kitabu kile cha Ayubu. Kitabu cha Ayubu sura ile ya kwanza. Sura ya kwanza. Biblia inasema hivi, sura ya kwanza mstari wa kwanza, nitaanzia tu hapo. Palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyu alikuwa mkamilifu na mwelekevu, ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Kisha walizaliwa kwake wana 7 na binti 3. Mali yake nayo ilikuwa ni kondoo 7,000 na ngamia. Bwana Yesu asifiwe, ndugu msikilizaji wetu wa kipindi chetu cha tafakari ya siku. Bwana ametupa tafakari siku ya leo, nami ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tafakari yetu inatoka katika kile kitabu cha Ayubu sura ya kwanza mstari ule wa 6. Biblia inasema hivi: ilikuwa siku moja ambayo hao wana wa Bwana Yesu asifiwe, ndugu msikilizaji wetu wa kipindi chetu cha tafakari ya siku. Bwana ametupa tafakari siku ya leo, nami nakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tunayo tafakari kutoka katika kile kitabu cha Ayubu sura ya 42 mstari ule wa kwanza. Biblia inasema, ndipo Ayubu akamjibu Bwana na kusema, najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote, na ya kuwa makusudi yako hayawezi kuzuilika. Najua kwamba unaweza. Najua ya kuwa unaweza. Najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote. Kufanya mambo yote. Na ya kuwa makusudi yako hayawezi kuzuilika. Huyu ni Ayubu anasema maneno haya. Maneno haya ameyasema baada ya kupita katika misukosuko mingi ambayo yalipita katika hatua mpaka ikafika mahali ambapo akajikinai. Mahali ambapo mwanzoni alikuwa anaishi katika maisha ama mazingira yaliyo mazuri na yaliyopendeza, na alionekana ni mtu mwenye kumcha Mungu, na alifanya yale yote yaliyokuwa yanamstahili kama mtu, kama baba, kama mwana wa Mungu, kumtolea Mungu sadaka na pia kuiangalia familia yake. Ndio maana katika kule mwanzo Biblia inasema kwenye sura ile ya kwanza ya kwamba watoto wake walikuwa wanakunywa na kufurahi. Manake wale watoto walikuwa wanaishi wakifurahia mali ya baba yao. Baba yao aliwaweka katika mazingira, hakuwatesa. Kwa hiyo alisimama kwenye zamu yake kama baba, akawapa watoto wakati mzuri ambao walifurahia. Lakini kuna kitu ambacho Mungu alitaka kukithibitisha kwake. Habari hizi tunazifahamu, sitaongea sana hapo. Na mpaka akafika kusema maneno haya ambayo tumetoka kuyasoma. Yako mambo mengi yaliyopita kwake Ayubu, na moja ambalo lilitangulia kupita lilikuwa limebeba utukufu. Yaani lilikuwa limebeba utukufu kwa sababu mpaka Ayubu afike mahali pa kusema maneno haya, kwanza chanzo kilikuwa ni nini? Chanzo ndio hicho tunasema kilikuwa kimebeba utukufu, kwa sababu Mungu alikuwa na mpango na Ayubu, na ule mpango aliokuwa nao na Ayubu ndiposa Mungu akampa shetani nafasi
ya kuweza kuingia kwenye mali zake, na Ayubu hakujua hilo. Yaani tunaangalia hapa, tuna mtu anayetazama film sinema, na kuna mtu aliyetengeneza sinema. Mtu aliyetengeneza sinema anajua kitu gani alifanya, lakini anayetazama anaona kilichofanywa. Sasa Ayubu alikuwa ni mtazamaji wa sinema, film, lakini Mungu alikuwa ni mtengenezaji wa filamu hiyo, kwa sababu wakati kikao kinafanyika, mazungumzo yakiwa yanafanyika kati ya Mungu na Ayubu na shetani, Ayubu hakujua. Kwa hiyo kitu ambacho Ayubu alikuja kuona ni ile hatua ya mwisho, ndio Ayubu aliiona, ambayo hakuwa ameona chanzo chake ni nini. Kwa hiyo hali ilimtengenezea mazingira ya kutatanika hapo katikati. Lakini pamoja na kwamba yeye alikuwa kwenye hali ya kutatanika, jambo hilo lilikuwa limebeba utukufu, kwamba jambo hilo lilitengenezwa kwa sababu fulani. Anayetengeneza filamu anatengeneza kwa sababu fulani. Yeye atengenezi kwamba wewe uangalie ujifurahishe. Yeye ajenda yake ni kutengeneza pesa. Sasa ili aweze kutengeneza pesa, ndio sasa anakutengenezea wewe, ili wewe uwe victim wa kumsababisha yeye mtengeneza filamu apate pesa. Sasa Ayubu akawa ni victim, ni muhanga wa kumsababisha Mungu apate faida katika kile ambacho alikuwa anakifanya kwa Ayubu. Mali zake zikaharibika, vitu vikaharibika, kila kitu kikaharibika, watoto wakafa. Hayo ukiangalia katika hali ya kawaida unaona ni majanga, tafsiri yake ni majanga yamemkuta Ayubu. Lakini kuna mtengenezaji wa hiyo filamu ambaye ni Mungu. Nimetoa mfano wa filamu ili kuweza kutoa maelezo. Ni Mungu. Tunasema behind the scene, nyuma ya hiyo pazia, nyuma ya huo muonekano unaoonekana kwenye TV ambayo ndio mtu anatazama. Ni nini kiko kule nyuma? Kule nyuma kuna cameras, kule nyuma kuna actors, wachezaji, kuna location, kuna mambo mengi tu, vitu vingi. Sasa vyote hivyo vipo kwa ajili ya kumfanya yule anayetengeneza hiyo film aweze kupata faida. Sasa hapa Ayubu alitengenezewa mazingira hayo ili Mungu aweze kupata faida kutoka kwa shetani. Mungu anapotaka kujitukuza kupitia sisi, tusipoweza kumuelewa na tusipoweza kutambua, tunaweza tukaharibu na tukaharibikiwa. Yani tukaharibu ile scenario, yani ile film. Mchezaji sinema asipojua nini kinachofanyika hapo, anaweza akaharibu film. Ndio maana wanakuwa wana kitu kinaitwa script wameandika, kuna nini, mtu anayesimamia mavazi na nini, kuna vitu vingi vinavyohusika ili kusababisha kile kilichotakiwa kuonekana ama kutokea kitokee kama kilivyokuwa. Sasa Ayubu kama msababishaji mmojawapo, victim ambaye amewekwa ili kusababisha filamu ya Mungu iweze kuangaliwa, kufikia hatua ya kuonyesha matokeo yake, Ayubu hakuwa ametambua. Na kwa sababu hakutambua, mwanzoni alikuwa na imani, akaenda vizuri, akatulia, akasema sitapepesuka, sitahangaika, nitamsubiri Bwana. Lakini alivyokutana na watu, ni kama vile unacheza, una act, alafu kisha ukakutana na mtu unayemjua, macho yako akaangalia, unapoteza dira. Kwa hiyo kile ulichokuwa unafanya saa hiyo kitageuka, utafanya tofauti kwa sababu ya yule uliyemuona. Mathalan, umemuona mtu anakudai, alafu kisha amekuja. Yeye anakuja kwa lengo la sengine hata ajui kwamba uko hapo, wewe ndio unacheza sinema. Ameona tu watu wanafanya vitu, akasema ngoja nikaangalie. Wewe kwa sababu unadaiwa, ukimuona tu yeye, ile nguvu uliokuwa nayo wakati wa acting unafanya ile sinema inaisha, unaanza kufanya makosa.
na watu hawajui. Sasa wewe una shida gani? Watu hawajui kwa nini unafanya makosa. Sasa Ayubu alipowaona wale marafiki zake, akaanza kufanya makosa, akaanza kuharibu filamu, akaanza kuharibu ile nini nzima ya uchezaji. Lakini jambo hili lilikuwa limebeba utukufu mwanzoni. Ayubu anafika mahali pa kusema maneno haya ambaye anasema kwenye 42, tunasema alikuwa haelewi mwanzoni kwamba kuna jambo Mungu alikuwa anafanya. Ndio sasa anasema ya kwamba makusudi yako hayawezi kuzuilika. Mwisho ndo anakuja kutambua ya kwamba kulikuwa na kusudi la Mungu pale. Sasa jambo hili lilibeba utukufu. Lakini kwa sababu ya hayo yaliyotokea, kama tulivyoona, alivyowaona marafiki zake, likawa limegeuka sasa. Halikuwa tena utukufu kwake, likawa ni jaribu. Jaribu lilimkuta Ayubu kwa sababu alijikuta yuko katikati na hajui aamue nini. Marafiki zake wanaangalia, wanasema alo, hapa kuna shida. Na yeye mwanzo alikuwa haoni kama kuna shida. Kwa hiyo yuko katikati ya kufanya maamuzi ambayo hajui atafanya maamuzi gani. Hili ni jaribu. Jaribu ni wakati ambapo unatakiwa kufanya maamuzi, alafu wewe hujui ni maamuzi gani unatakiwa kufanya, kwa sababu maamuzi hayo ambayo yapo hapo, wewe hujajua ni lipi litakufikisha kwenye hatima na ni lipi litakufanya uanguke. Kwa hiyo hichi ni kipindi ambacho tunaita ni interval period. Ni kipindi ambacho ni cha interval, uko katikati ya tukio ambapo umeona mtu amekuja ambaye akakudistract, akakudistort, akakupeperusha akili yako pale, ufahamu wako katoka katika kile unachofanya, alafu ukajikuta unaanza kuwaza tofauti. Kina Temani walifanya hivyo, wakamfanya Ayubu akaanza kuwaza tofauti. Na ni mara nyingi sana Mungu anapotaka kufanya jambo jema ambalo hili tunasema limebeba utukufu, haijalishi sura ya nje itakuwa inaonyesha vipi, lakini limebeba utukufu. Alafu jaribu hilo jambo likageuka likawa jaribu. Jaribu ni kipimo cha kuweza kukuinua ama kukuangusha, kwa sababu itategemea ni maamuzi gani utakayoyafanya. Kumbuka unakuwa uko katikati kwenye interval period, ambayo ndiyo kipindi cha kujaribiwa kwako, ambapo kujaribiwa kwako kunaweza kukakuangusha ama kwa kuinua. Kwa hiyo unaweza ukawa na jambo ama kitu ambacho ni kizuri sana, lakini kwa sababu ya kutokuelewa kikakuingiza mahali pagumu. Nimejikuta hata mimi katika nafasi kama hii ama wakati kama huu, mara nyingi unakuta jambo unakuwa huelewi. Unaona hili jambo ulikuwa unaona linaenda vizuri, lakini sasa mbona kama vile sielewi naamuaje? Unaanza kujiuliza, niamue hivi, nikisema hapana naachana nalo, je kama kule mbele ilikuwa limebeba jambo jema? Nikisema naenda nalo, je kama kule mbele limebeba uharibifu, likabeba hasara, nafanyaje? Hasa kama linahitaji fedha, hasa kama linahitaji labda usafiri uende mahali fulani. Kwa hiyo kuna vitu, gharama na mambo fulani utakuwa unayahesabu pale. Kwa hiyo unajikuta uko njia ya panda. Hapo ndio mtu huanza kwenda huku na kule kutafuta ushauri. Lakini ajabu ni kwamba unayekwenda kutafuta ushauri kwake haelewi chanzo cha jambo hilo. Kumbuka chanzo cha jambo hilo limebeba utukufu, kama tunavyosema. Tuko upande huo wa utukufu. Alafu unaenda kumpata mtu akushauri ukiwa wewe unamuonyesha sura ya nje ambayo inaonyesha mbaya. Kwa mfano Ayubu, jambo lilibeba utukufu, lakini utukufu huo ulibebwa na sura mbovu ya majanga, ambaye katika hali ya kawaida ya kibinadamu, tafsiri ambaye alikuwa anaonekana nayo Ayubu, alionekana jamani, ndugu yetu yuko kwenye majanga, anapitia majanga. Nani alijua kama ni utukufu? Sasa jaribu linakuja hapo. Sasa unapokwenda kutafuta ushauri kwa mtu ambaye ana tafsiri ya majanga, ukienda kutafuta ushauri kwa mtu mwenye tafsiri ya matukio unaokwenda nayo kwamba kwake yeye anaona ni majanga, atakupoteza. Atakupa ushauri lakini atakupoteza. Na sasa ukienda kwa kutafuta ushauri kwa mtu ambaye analielewa jambo hili ni la utukufu, atakuinua, atakupeleka mahali pazuri, atakupa kulikamilisha kwa namna fulani. Sasa katika kipindi hiki cha jaribu,
Kipindi hichi cha majaribu ndicho kinachokuja kugeuka sasa. Yaani jambo lilibeba utukufu. Katika ule utukufu, scenario ya nje ikaonyesha sura mbaya, ikaonyesha majanga. Majanga yakawa ni jaribu. Sura sasa ya majanga ikaonyesha ni jaribu. Lakini sura hiyo ya jaribu, mimi kwa sababu nilishindwa kuelewa kwamba jambo hili limebeba utukufu tokea kule mwanzo, likageuka sasa, likawa ni teso kwangu. Nikajikuta mimi naingia kwenye mateso. Kuna mateso ambayo tunayajenga wenyewe kwa jinsi tunavyobeba vitu. Sasa haya ni mambo matatu: utukufu, jaribu na teso. Jaribu linaweza likasimamisha jambo hilo likabakia kwenye ule utukufu, na jaribu linaweza likaangusha jambo hilo likageuka kuwa teso kwa mtu. Na likishageuka kuwa teso kwa mtu, hapo ndipo mahali kuna tatizo ambalo watu wengi, yani kunakuja kuumbika tatizo la kudumu kwa mtu bila kujua lilitokea wapi. Kwa sababu mwanzo lilikuwa limebeba utukufu, na likishafika huko kwenye teso, ni shetani sasa anakuwa amechukua usukani. Kile kilichokuwa kimebeba utukufu, ambapo Mungu ndo alikuwa amechukua usukani, mimi nikamkabidhi shetani jambo hilo, ikabidi nikamnyang'anya Mungu. Kwa hiyo likapoteza ile sura ya utukufu, nikamkabidhi shetani. Kwa hiyo shetani anapolibeba sasa, likawa sasa linaonekana ni sehemu ya mateso yangu. Kwa hiyo mkondo nitakao upita nao kutatua hayo sasa yamegeuka kuwa mateso ni tofauti. Nitarudi kwake yule yule ambaye ndio alikuwa chanzo cha jambo hilo, kwanza kumwambia Mungu, naomba unisaidie, naomba muondoe shetani, shetani amefanya hivi. Kumbe si shetani. Kuna kipindi ambacho nilishindwa kupambanua. Sasa tunapoona mambo yanatutokea katika maisha yetu, tunatakiwa roho ya kupambanua ifanye kazi ndani yetu, na huyo ni Roho Mtakatifu atakayeweza kutusaidia hayo. Ukiweza kwenda kwa namna yenye kubeba utukufu, basi jina la Bwana litainuliwa, na wewe hautaingia kwenye mateso hayo ambayo yalikuwa sio mateso, bali yalikuwa yamebeba utukufu, lakini matokeo yakawa mateso. Kwa sura hiyo, leo Bwana ametupa hii tafakari fupi ili tuweze kujipima. Ni wapi napita sasa? Ni wapi nilipita pakazalisha kitu cha kudumu kwenye maisha yangu, ambaye yanakuwa ni kama vile niko kwenye mateso tu. Mtu anabaki kusema kwamba yani jambo hili, hali hii imenikuta wakati fulani, ndio ilikuwa hivi na hivi na hivi, tokea wakati huo hali haijarudi sawa sawa. Hebu sasa rudisha ufahamu wako mpaka wakati jambo hilo lilitokea, ndipo uanze kudigest kutokea hapo, kulitafakari kutokea hapo. Alafu ndio uone kwamba kuna manake, kama ulishashika mkondo mbovu kwenye hatua ya kwamba imeshageuka kuwa ni teso, hapo sasa ni mpaka mkono wa Bwana uje ukakutoe. Ndio maana Elihu, mkono wa Bwana ulimtuma Elihu kwenda kumtoa Ayubu hapo mahali alipokuwa, mpaka Ayubu ndio sasa anakuja kusema haya maneno ambayo tumeyasema katika Ayubu 42. Ndipo Ayubu akamjibu Bwana na kusema, najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote, na ya kuwa makusudi yako hayawezi kuzuilika. Lakini akaongeza mstari wa 3, ni nani huyu afichaye mashauri bila maarifa? Ni nani? Kwa maana nimesema maneno nisiyoyafahamu, mambo ya ajabu ya kunishinda mimi nisiyoyajua. Anajilaumu sasa kwamba amepita kwenye mateso kwa muda mrefu bila yeye kutambua kwamba jambo hili halikuwa hivyo. Jambo hili lilikuwa liko tofauti, lakini mbona sasa limegeuka kuwa hivi? Mbona sasa limegeuka kuwa hivi? Bwana atusaidie. Naomba tuchukue nafasi ya kutengeneza mazingira yetu kuweza kufahamu jambo limebeba utukufu, lakini kwa sababu nimeshindwa kuelewa likageuka kuwa mateso kwangu. Mungu atusaidie.
Bwana Yesu tusaidie kupambanua. Na wale ambao tulishaingia katika mateso bila kujua, tunajiweka wakfu mikononi mwako. Tunaomba ukombozi wako kwa ajili ya kutusimamisha na kuimarisha. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru. Amen. Mungu atubariki.